Mheshimiwa Baba Paloko, kwa nafasi ya pekee nipende kutambua uwepo wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Nipende kutambua uwepo wa Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi. Nipende kutambua uwepo wa Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba. Nipende kutambua uwepo wa Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Musa Azan Zungu. Nipende kutambua uwepo wa chama, viongozi wa serikali kitaifa, Mheshimiwa waziri, mawaziri, manaibu waziri, na Mheshimiwa wabunge wote. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mwanakondoo ameshinda. Asalamu alaykum. Ndugu zangu waombelezaji, niko mbele yenu leo kwa majonzi makubwa sana ya kuondokewa na mama yetu kipenzi, mama yetu hodari, mama yetu mpenzi wa wote, mama yetu mtia faraja. Na sisi pale nyumbani, wengine mlikuwa mnamuita kiongozi, bali sisi tulikuwa tunamuita mama. Tulikuwa tunamuita katakista, alikuwa mwalimu wa dini nyumbani. Tulimpenda sana mama, tuliishi naye kwa karibu, kwa upendo, naye aliunganisha sana familia yetu. Lakini kubwa zaidi, napenda nitoe shukrani za dhati kabisa kwa Mheshimiwa Rais. Mama alipougua kwa muda mfupi sana, mimi niliweza kufika nyumbani na tulitoa taarifa kwa viongozi. Katika muda mchache sana, Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana kwa maelekezo yako, na wasaidizi wako walitusaidia sana mpaka tukafika hospitali ya Benjamini, na pale mama akahitimisha safari yake ya maisha. Tunakushukuru sana kwa upendo wako, kwa coordination yote. Kwa kweli tunashikilia yale maneno uliyokuwa unasema kila siku, mama huyu ni kilaka, na ulisema unamtumia sehemu nyingi sana. Na ulipofika siku ile Pelamio nyumbani, ukasema libarikiwe tumbo lililomzaa Jenista Mhagama. Kwa wachache wasioelewa, Mheshimiwa Rais alikuwa anamaanisha nini? Mama yetu huyu ametokana na Mama Epifania Shawa Ngonyani, ambaye ni muasisi wa UWT Taifa na pia mwenyekiti wa kwanza UWT mkoa wa Ruvuma. Amehudumu kwa miaka 25. Katulea katika imani, katulea katika misingi ya kupenda nchi, katulea katika chembe ya uongozi, na hivyo tumechipukia, na mama yetu alichipukia humo na paka kasimama. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais, tunawashukuru viongozi wote ambao mliweza kufika nyumbani. Tunawashukuru wote wanajumuiya, mapadre kwa faraja za hapa na pale. Mmeeleza safari ya kidini ya kiroho ya mama. Mmeongea kwa undani sana. Siwezi kurudia sana, lakini niseme mama alitufundisha tuishi katika uchaji wa Mungu, kupenda kazi, lakini hilo la kupenda kazi alilisimamia sana, na uzalendo wa nchi yetu. Mama huyu naweza kusema alikuwa kipekee sana. Mama, kuna siku za sikukuu, mama alienda kazini. Kamuuliza mama, "Kwa nini umeenda kazini?" Anakuambia, "Victor, nisipojenga nchi mimi ataijenga nani? Tumsaidie Mheshimiwa Rais, ana majukumu mengi sana." Mama aliamini katika kuchapa kazi, na alinisi sana, na mimi na wadogo zangu na ndugu wote tulioenda pale kumsalimia mama. Tupende nchi yetu, hatuna nchi nyingine. Tuwe wazalendo kwenye nchi yetu. Tuchape kazi, vijana tuchape kazi. Hakuna namna nyingine. Alitusii wote tuliopita katika mikono yake. Uchaji wa Mungu, uchapa kazi, na mengine mengi ambayo ni elimu na vitu vingine. Ukienda pale nyumbani kwake ni vitabu tu vimejaa. Mama alikuwa anapenda kusoma, na siku zote alisema, "Victor, mimi ni mbunge wa muda mrefu, ni senator. Mchango wangu lazima uwe mzuri. Siwezi kusimama tu naongea nisiwe na kitu cha kusema." Kwa hiyo ndio maisha aliyotufunza mama. Na wasihi sana wanajumuiya, tuendelee kuenzi maisha yake katika upendo. Alijali utu, alijali fadhila, hakujali mkubwa wala mdogo, hakujali maskini wala tajiri. Wote aliwasimamia kwa haki na upendo. Na ushuhuda wenu mwingi waliojaa humu ndani, wengi waliguswa na maisha ya mama, na wengi walimfahamu mama katika nafasi mbalimbali. Kwa hiyo ndugu zanguni, tuendelee kuishi katika Ukristo wake, lakini sisi kuishi katika Ukristo huo
Tukumbuke Jenista Mhagama aliipenda nchi yake, alithamini watu wa nchi yake, aliwapenda wana Peramiho, aliwafanyia kazi ya dhati. Najua kwa kushirikiana na Mheshimiwa Rais miradi mingi sana imeenda Peramiho, miradi ya barabara, shule, zahanati na mambo mengi sana yamefanyika Peramiho. Kwa kweli huyu mama hana deni, na mimi kama mwana Peramiho naweza nikasema mama huyu ametustiri sana, na Mungu na Mwenyezi Mungu airehemu safari yake. Hata ukimwangalia mtapofanya buriani na kuangalia uso wake umejawa tabasamu la kwamba njia aliyoipita, njia aliyoiandaa kwa ajili yetu ni njia salama. Tuipite katika njia hiyo kiimani, kiushirikiano na pia kimaendeleo. Mama alikuwa mwana maendeleo, hakupenda kulala nyuma. Alikuwa na umri huo Mungu aliyomjalia, lakini siku zote alipenda kujifunza vitu. Na siku zote alijifunza vitu, alikuwa anatu-challenge, alikuwa anataka tuviweke kwenye action. Alikuwa anataka matokeo. Kwa kila jambo utakalomshauri mama, alikuwa anataka liwe na matokeo, ama yeye atakalokuletea alikuwa anataka matokeo. Kibinafsi nipende kutoa shukrani kwa Mheshimiwa Marais, baba yetu Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete kwa imani ya kumpatia mama yetu kuhudumu katika baraza la mawaziri, Mheshimiwa marehemu hayati Dr. John Magufuli kwa kumwamini mama yetu, na pia Mheshimiwa mpenzi wetu Mama Samia Suluhu Hassan daktari kwa kuendeleza imani hiyo kwa mama yetu. Binafsi kama wanafamilia na kwa niaba ya wanafamilia wote wa Mhagama na Ngonyani, tunashukuru sana viongozi wetu wakuu wa nchi kwa kuonyesha imani kubwa kwa mama yetu. Na mara nyingi niweze kusema huyu mama hakuwa sio mama yetu sana, bali alikuwa mama wa taifa lote. Alitumika vilivyo na alitumikia wengi. Hivyo kwa imani hiyo ningependa kuwashukuru sana. Aidha nipende kushukuru ndugu na jamaa, marafiki, watu wote tuliokusanyika pamoja, majirani na wengine wote, na watani zetu Wagogo, Vanyausi wote. Wanasema za ugono wenyu ale sante. Awashukuru pia Wapolo Nyumba, Wasongea, vana va Peramiho, tisengwi sana wanafamilia. Mama ambili mama hayuko tena, ila tutaishi tukienzi yale yote Mwenyezi Mungu aliyemjalia. Sengwili sana. Asanteni sana. Asante.